Na watu wa itifaki mniwekee mazingira vizuri kwa upande wa Beatrice pamoja na mgeni rasmi. Mara baada ya maombi haya ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha sifa na mabudu, nitakuwa tayari kuwaleta waheshimiwa hawa ili tuanze pamoja. Makofi na vigelegele kwa mzee wetu wa kanisa wakati anakuja. Chapa makofi na vigelegele. Kwa kumshukuru Mungu kwa tusimame tuweze kulitia jina la Bwana. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, mfalme unaishi na kutawala milele, asante kwa wema na fadhili zako. Wewe ni Mungu wa nyakati na majira. Unifahamu siku ya leo ya kwamba tutakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kulitukuza na kulisifu jina lako, nami na kutukuza na kuinua mfalme unaishi milele, unayetawala na kumiliki. Asante kwa kila mmoja ambaye umemwezesha kufika mahali hapa. Bwana, tunahitaji neema yako. Shusha uwezo wako Bwana, uwe katikati yetu sasa na ahadi zako. Wewe ulisema ya kwamba tutakapokuwa wawili watatu kwa ajili ya kusudio lako Bwana, utakuwa katikati yetu. Bwana, uje sasa na kusidi, uwe katikati yetu. Roho wako asikupungukie, neema yako Bwana isikupungukie. Kila mmoja atakayesimama kwa ajili ya kulisifu jina lako Bwana, mafuta yako yapata kuwa juu yako na utukufu wako Bwana ukakurudie wewe. Asante kwa sababu kila mmoja anayejidhili na kujishusha kwa ajili ya utukufu wako Bwana unamwinua, nawe utaenda kutenda sasa na mapenzi yako. Baba, nalibariki jina lako, nalitukuza na kulinua, nikirudisha heshima na shukrani na utukufu mbele zako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, naomba nikushukuru. Amen. Ongeza kelele za shangwe, sijasikia makofi na vigelegele ya kutosha. Asante. Sasa wakati huu tukiwa tunajiandaa kupokea Beatrice pamoja na mgeni rasmi, tafadhali niombe waweke vizuri watumishi wa Mungu. Hili ni tamasha la uzinduzi wa album. Mwambie jirani yako, hili ni tamasha la uzinduzi wa album. Sasa simsemeshane hata kama unamfunaye, nzuri atufanye na ameshamaliza. Mwambie hili ni tamasha la uzinduzi wa album. Msaidie tumwambie. Alafu jambo kubwa la kumwambia usishangae kumbili, usiwe kwa kushangaa. Na nachotaka kusema ni kitu kimoja, wakati waheshimiwa hao kwa wanajiandaa tukiwa kwenye matamasha kama haya, kitu cha kwanza huwa tunakuwa na moyo wa kuselebrate, yani tunajiachia kwa Bwana. Alafu tunajua kabisa kwamba wote wanakusanyika ni dhehebu tofauti, wengine dini nyingine wako hapa. Kwa hiyo tunapokuwepo hapa, achana na dini yako, achana na dhehebu lako. Naweza kaimba za Palestina kama wanaimba hapa, nasema twende kwa nini? Wasikia wengine wanasema kwa nini mchezaji huko upepo kabisa mashindano. Tukifika hapa wote tunaungana, tunakuwa pamoja kwa ajili ya tamasha. Amen. 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 Ambao hapa kwa ajili ya utukufu wa Bwana, nasikia kelele za shangwe. Safi. Basi wakati huu niombe tafadhali Beatrice George, wote ulipo na ndani nasikia vizuri kabisa na msafara wako ukishirikiana na mgeni rasmi, niwaweke tayari kwa ajili ya kuingia ukumbini ili kusudi tusianze katika zetu. Ili wakati wakiwa wanajiweka sawa, ni wapongezi wa waimbaji wa Biharamulo na ushirikiano.
Namna hiyo. Nataka mchukue Beatrice. Beatrice hatakaa hapo. Beatrice hatakaa hapo. Nimeelekezwa anatakiwa kae huku. Kwa hiyo mlete Beatrice huku. Beatrice, twende pamoja, atabaki mgeni rasmi hapo. Karibu sana Beatrice. Nitangulia kusema msishangae sana. Hapana kushangaa sana. Wote ndani Gelegele. Karibu sana. Ongeza hatua kidogo kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uzinduzi safi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wenyeji wa mahali hapa huwa tuna kauli mbiu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwa tuna kauli mbiu yetu na ambao ndio mwelekeo wetu. Nikisema miaka 13 ya moto wa uamsho, unajibuje wenyeji? Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Amen. Kwa hiyo nikisema miaka 13 ya moto wa uamsho, unaitikia tunamtaka Bwana na nguvu zake. Nikisema tunamtaka Bwana na nguvu zake, wewe unajibu miaka 13 ya moto wa uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Amen. Tukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mgeni rasmi, wazee wa kanisa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuweza kutufikisha siku ya leo, lakini namshukuru Mungu zaidi kwa ajili ya kutuwezesha kufikia tukio hili la uzinduzi. Tumpigie Yesu makofi. Haikuwa kazi rahisi, lakini tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ndiye anayetuwezesha. Na tunapoelekea katika uzinduzi, tukio letu la uzinduzi, naomba nitoe shukrani za dhati kwa ajili ya wanakamati wote ambao tumeshirikiana toka mwanzo hadi mwisho mpaka tunapoenda katika tukio hili la uzinduzi. Mungu awabariki sana. Nipende kumshukuru pia mchungaji wetu Julius Tibuinda ambaye ametupa nafasi ya kuweza kufanya tukio hili na kuzindua katika kumbi wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho kabisa nitoe shukrani zetu za dhati kwa ajili ya mgeni wetu rasmi ambaye tulimwalika na akapokea wito wetu na leo yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho kabisa naomba niseme kama mwenyekiti wa kamati, sherehe yetu ya uzinduzi imezinduliwa rasmi na Mungu awabariki.
mtoto wetu mzuri. Twende. Weka. Asante studio, asante studio, asante studio. Nilisema mwache kushangaa sana. Yaani kuna mtu mwingine anaangalia pale kauzinduzi. Tunatokea wapi? Siku ya kwanza naabudu mito ya baraka pale Ilala. Nikashangaa tunasifu, nikajiona kwenye TV. Ndio maana tumefanana wewe nani? Nikajikuta ni mimi mwenyewe. Basi takao wana shoot kushoto hivi ndo nikamwona cameraman. Tangu siku hiyo sasa nikiingia popote huwa najifanya ni mwenyewe kwetu yako ya mambo haya. Kwa hiyo mazuka tu najifanya yapo tu, yani vitu vya kawaida, kumbe na hivyo maisha yanaenda. Tuna watu wanapiga visuti vya hivi sio kwa sababu wana hela sana, wamejimeki mwaka mzima. Ila ukija kwenye matukio kama haya safi kabisa. Sherehe safi, usiku safi, Beatrice safi. Hebu chapa makofi na vipo. Wakati mwingine sasa nataka tufanye matukio machache kwa wakati, alafu nikuruhusu uondoke. Nataka tuanze kwanza wale waimbaji binafsi wanatoka, alafu kuna matukio fulani huko ndani. Yaani nataka tufanye tofauti na ulivyozoea. Kama umehudhuria matamasha fulani ukaona vitu havieleweki, hapo utavielewa. Na usipovielewa utagundua kama wewe utafiti tena ambayo imejaa roho mbaya.